Sikiliza kwa makini sana. Unachotaka kukisikia sasa hivi kinaweza kuokoa maisha yako. Kila unapokwenda chooni, mwili wako unajaribu kukuambia jambo muhimu sana. Lakini watu wengi wanajua nini? Wanazuia pua, wanabonyeza maji na kuondoka haraka. Hawaelewi kabisa kwamba mwili wao ulikuwa unapiga kelele ukiomba msaada. Na kosa hilo dogo linaweza kukuua. Najua inatisha. Mimi ni daktari na ngoja nikwambie ukweli. Nimeona yakitokea mara nyingi mno katika kliniki yangu. Watu wanapuuza ishara za onyo, wanafikiri ni uzee tu au hali ya kawaida, kisha siku moja wanagundua wana saratani na wakati huo inakuwa imeshachelewa. Huu ndio ukweli mchungu ambao hakuna anayetaka kuuzungumzia. Kinyesi chako ni ripoti ya afya yako. Inaonyesha nini kinaendelea ndani yako. Rangi yake inakuambia kuhusu ini lako, kongosho lako na kama unavuja damu ndani kwa ndani. Umbo lake linakuambia kama kuna kitu kinaziba utumbo wako hata uvimbe. Lakini hapa ndipo penye hatari kubwa zaidi. Aina mbaya zaidi ya kinyesi inaonekana karibu kawaida mwanzoni. Unaweza kukiona na kudhani kila kitu kiko sawa. Wakati huo huo, kitu cha kutisha kinakuwa ndani yako. Wakati ule mgumu unapochungulia chooni kabla ya kusafisha, wakati huo unaweza kuokoa maisha yako. Leo nitakuonyesha hasa nini cha kuangalia. Nitakuambia ni aina gani ya kinyesi ni hatari zaidi na nitakueleza ni lini unahitaji kukimbia, sio kutembea, kwenda chumba cha dharura hospitalini. Lakini sitaki kukutisha tu, nataka kukupa suluhisho la kweli. Mambo rahisi unayoweza kufanya leo ili kujilinda. Mambo ambayo yanafanya kazi hata kama unatumia dawa nyingi, hata kama una shida ya kutembea na hata kama bajeti yako ni ndogo na huna pesa nyingi. Siri mbili za mwisho zina nguvu sana kiasi kwamba zinaweza kubadilisha afya yako kabisa katika wiki chache tu. Lakini kwanza, kabla hatujaingia ndani zaidi kwenye elimu hii ya kuokoa maisha, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe na uweke like sasa hivi. Hii itasaidia video hii kuwafikia wazee wengine na kuokoa maisha yao pia. Asante kwa kujiunga nasi. Lazima uelewe kitu muhimu. Watu wengi hawajui kinyesi chenye afya kinapaswa kuonekanaje. Hawajawahi kufundishwa. Hakuna anayetaka kuzungumzia kinyesi. Ni aibu, ni uchafu, sivyo? Hivyo tunapuuza tu. Hilo ni kosa kubwa sana. Ngoja nikueleze kwa njia rahisi kabisa. Sisi madaktari tunatumia kipimo maalum cha kuangalia kinyesi. Kinaenda kutoka namba 1 hadi namba 7. Namba 1 ni kama vibele vya mbuzi au sungura, vigumu na vidogo vidogo. Namba 7 ni maji kabisa, kama kuhara. Hiki ndicho unachohitaji kujua. Kinyesi chako kinapaswa kuwa chakawi. Kinapaswa kuwa laini, lakini kimeumbika kama soseji au ndizi. Sio kigumu sana, sio majimaji, laini na rahisi kutoka. Kinapoonekana hivi, mwili wako unafanya kazi vizuri. Kwa nini rangi ya kawi? Kwa sababu chakula chako kinachanganyika na kitu kinaitwa bile au nyongo. Nyongo huanza ikiwa ya kijani, lakini inaposafiri mwilini inabadilika kuwa kawi. Hiyo rangi inamaanisha kila kitu kinafanya kazi inavyopaswa. Sasa, unapaswa kwenda haja kubwa angalau mara moja kila siku au kila baada ya siku moja. Wakati ule ule kila siku ni bora zaidi. Ikiwa unaenda mara chache sana kuliko hiyo, au ghafla unaanza kwenda mara nyingi zaidi au chache zaidi kuliko kawaida yako, hiyo ni kengele ya hatari. Hapa ndipo mambo yanapokuwa mazito. Kinyesi chenye afya kinapaswa kutoka na unene wa kawaida, kama unene wa kidole gumba chako au pana kidogo. Ikiwa kinyesi chako kinaanza kutoka chembamba kama pensili au utepe mwembamba, sikiliza, kitu kinaweza kuwa kinakibana. Kitu kinaweza kuwa kinaziba njia. Na hicho kitu kinaweza kuwa uvimbe. Sijaribu kukutisha bila sababu, na kuambia hivi kwa sababu watu wengi hawajui. Wanaona kinyesi chembamba na kufikiria, labda nina choo kigumu tu. Wanasubiri, wanatumaini itapita. Na wakati huo huo, ikiwa ni saratani, inakuwa kubwa zaidi kila moja inayopita. Ukiona kinyesi chembamba kama pencil zaidi ya mara 2 katika wiki moja, mpigie daktari wako simu asubuhi inayofuata. Usisubiri uchunguzi wako wa kawaida. Waambie unahitaji miadi haraka kwa sababu ya mabadiliko katika kwenda haja kubwa. Maneno hayo yanapata umakini wa daktari haraka sana. Hebu niulize swali la dhati. Je, wewe unapoenda chooni, unachunguza ulichotoa au unabonyeza maji haraka bila kuangalia? Andika kwenye maoni hapo chini. Naangalia au siangaliani. Tuone ni wangapi wanajali afya zao kweli.
Huu ni mjadala wa watu wazima wenye akili. Ngoja nikuambie kuhusu aina mbaya kabisa ya kinyesi unayoweza kuona. Ikiwa kinyesi chako kitatoka cheusi titi kama lami au mkaa, simamisha kila kitu. Hii ni dharura. Kinyesi cheusi kama hiki kawaida kinamaanisha unavyuga damu ndani kwa ndani, mahali fulani tumboni au kwenye utumbo wako. Damu inatoka. Damu inapokaa kwenye utumbo inabadilika kuwa cheusi. Hii inaweza kutokana na vidonda vya tumbo, mishipa iliyopasuka au saratani. Na hapa ndipo penye hofu kuu. Ikiwa damu inatoka nyingi kiasi kufanya kinyesi cheusi, unapoteza damu nyingi sana. Maisha yako yanaweza kuwa na hatari. Ukiona kinyesi cheusi kama lami, piga simu ya dharura au mwambie mtu akupeleke hospitali mara moja. Usisubiri asubuhi. Usisubiri uone kama itatokea tena. Hii ni mbaya sawa na maumivu ya kifua. Lakini lazima nitaje jambo muhimu. Ikiwa unatumia dawa za kuongeza damu au dawa fulani za tumbo, hizi pia zinaweza kufanya kinyesi kuwa cheusi. Lakini hapa kuna tofauti. Weusi wa damu unaonekana kijivu, lakini weusi wa damu unang'aa na unanata kama lami. Ikiwa huna uhakika, nenda hospitali hata hivyo. Ni bora kuwa salama kuliko kujutia. Kumbuka, kama bado hujafanya hivyo, bonyeza alama ya kengele na subscribe ili upate taarifa hizi muhimu kila tunapozitoa. Tunataka uishi muda mrefu, ufurahie wajukuu zako. Ishara nyingine ya hatari ni damu. Ukiona damu nyekundu inayong'aa kwenye kinyesi, kwenye karatasi ya choo au ndani ya maji ya choo, zingatia sana. Wakati mwingine ni bawasiri tu, hakuna shida kubwa, lakini wakati mwingine ni uvimbe au saratani. Tatizo ni kwamba huwezi kutofautisha kwa kuangalia tu. Hiki ndicho cha kufanya. Ukiona damu nyekundu mara moja na ni kidogo tu, mpigie daktari wako ndani ya siku chache zijazo. Ukiona damu zaidi ya mara moja au ikiwa ni nyingi, mpigie daktari siku hiyo hiyo. Ukiona damu na unajisikia kizunguzungu, dhaifu au kuchoka sana, hiyo ni dharura. Nenda hospitali. Usijaribu kuvumilia au kujifanya shujaa. Kuna jambo lingine ambalo linapaswa kukupa wasiwasi. Ikiwa unaenda haja kubwa mara chache sana kuliko kawaida au mara nyingi sana kuliko kawaida, kitu kimeharibika. Kufunga choo kinachodumu zaidi ya wiki 2 kunahitaji umakini. Kuhara kunaodumu zaidi ya wiki 4 kunaweza kumaanisha una ugonjwa mkubwa kwenye utumbo wako. Inaweza kuwa minyoo, inaweza kuwa uvimbe, inaweza kuwa saratani. Na hapa kuna kitu ambacho wagonjwa wengi hawajui. Dawa nyingi za kawaida husababisha kufunga choo. Dawa za shinikizo la damu, dawa za maumivu, dawa za msongo wa mawazo, dawa za kuongeza damu na virutubisho vya calcium, zote hizi zinaweza kupunguza kasi ya utumbo wako. Ikiwa umeanza dawa mpya na ghafla ukapata choo kigumu, mwambie daktari wako. Wakati mwingine wanaweza kukubadilishia dawa nyingine ambayo haina tatizo hili. Usiache kume dawa zako bila kumuuliza daktari wako kwanza, lakini lazima useme. Sasa nitakuambia siri 5 za kujilinda. Hizi ni mambo rahisi ninayoshiriki na wagonjwa wangu, lakini zina nguvu, na nitakuambia jinsi ya kuzifanya hata kama unakabiliana na changamoto ambazo wazee wengi wanakumbana nazo. Fikiria jinsi ambavyo hautatumia pesa nyingi hospitalini kwa kufuata siri hizi. Siri namba 1 ni tembeleza mwili wako kila siku. Ikiwa unakaa tu siku nzima, utumbo wako unakuwa mvivu, unaacha kufanya kazi vizuri. Lakini hapa kuna habari njema. Hauna haja ya kukimbia mbio ndefu. Hata harakati ndogo husaidia. Ikiwa unaweza kutembea, jaribu kutembea kwa dakika 10 hadi 20 tu kwa siku. Inaweza kuwa ndani ya nyumba yako, kuzunguka uwanja wako, shambani au sokoni. Ikiwa unatumia mkongoji, ni sawa, endelea tu kusonga. Ikiwa huwezi kutembea vizuri, bado unaweza kuusaidia utumbo wako. Kaa kwenye kiti na pandisha miguu yako juu na chini kama unatembea kwa dakika 5. Zungusha mikono, tikusa kiwiliwili. Harakati yoyote inaambia utumbo wako uamke na kufanya kazi. Wakati mzuri wa kufanya hivi ni asubuhi, mara baada ya kunywa chai au kifungua chatu. Hii inaufanya utumbo wako kusonga kwa siku nzima. Siri namba 2 ni acha kula vyakula vya ovyo na anza kula chakula kinachoponya tumbo lako. Na maanisha kweli, vikiwemo vile vitafunaa vya packet, biskuti za bei rahisi na soseji za bei nafuu. Hizo ni sumu kwa utumbo wako. Nyama zilizochanganywa kama soseji na nyama za konta zinasababisha saratani. Sayansi imethibitisha hilo.
Lakini najua unawaza nini. Daktari, chakula chenye afya ni gharibu. Mimi sina pesa hiyo. Sio kweli? Hapa kuna vyakula vya bei rahisi vinavyosaidia tumbo lako. Ndizi ni bei rahisi sana sokoni. Matunda ya msimu kama mapapai na machungwa, uji wa shayiri au hata ulezi ni bei nafuu na unadumu kwa muda mrefu. Karoti ni moja ya mboga za bei nafuu zaidi. Maharage ni protini ya bei rahisi. Mayai, mchele wa brown au ugali wa dona unagharimu pesa kidogo tu. Mboga za majani kama sukuma wiki, mchicha au managu, hizi ndizo dawa halisi. Huna haja ya vyakula vya kizungu vya gharama, unahitaji chakula halisi, chakula ambacho bibi yako angekitambua. Hapa kuna sheria rahisi. Ikiwa kimo kwenye paketi au mkebe na kina viungo zaidi ya viwili ambavyo hata huwezi kutamka jina lake, usile. Acha nikupe mpango rahisi wa chakula ambao ni wa bei nafuu na unasaidia tumbo lako. Kwa kiamsha kinywa, anza siku yako na uji wa shayiri uliopikwa vizuri, changanya na vipande vya ndizi mbivu na nyunyizia mdalasini kidogo juu yake. Au unaweza kula mayai yaliyochanganywa na mboga za majani zilizopikwa kidogo. Hii inakupa nguvu ya kuanza siku bila kulemea tumbo lako. Kwa chakula cha mchana, usikimbilie kununua vyakula vya kukaanga mitaani. Badala yake, kunywa supu nzito ya maharage iliyopikwa na karoti na vitunguu au kula wali kidogo na kuku wa kienyeji. Sio nyama za kusindikwa, bali kuku halisi. Ongeza mboga za majani na nyanya pembeni. Kwa chajio au chakula cha jioni, unaweza kula samaki na ugali wa dona. Ndiyo, dona ni bora kuliko sembe nyeupe tupu kwa sababu ina nyuzi ambazo zinasafisha utumbo wako. Ongeza mboga nyingi zilizochomwa au kupikwa kwa mvuke. Ikiwa unahisi njaa katikati ya milo, usile biskuti. Kula tofaa, karoti mbichi au mtindi usio na sukari. Na muhimu zaidi, kunywa maji mengi wakati wa kila mlo. Aina hii ya kula haigharimu pesa nyingi zaidi. Kwa kweli inagharimu kidogo kuliko kununua dawa za kutibu magonjwa yanayosababishwa na vyakula vibaya. Tumbo lako litakushukuru na utahisi mwepesi. Hebu nikuulize kitu, na tafadhali jibu kwa uaminifu kwenye maoni hapa chini. Je, ni lini mara ya mwisho ulikula mlo ambao haukuwa na mafuta mengi au sukari? Andika jana au sikumbuki. Hii itatusaidia kuelewa ni kwa kiasi gani tunahitaji kubadilika. Sasa twende kwenye siri namba 3. Hii ni siri ambayo watu wengi wanaipuuza na inawagharimu afya zao. Siri hiyo ni ondoa vimelea na minyoo tumboni mwako mara moja kwa mwaka. Unaweza kufikiri huna minyoo, si ndio? Unasema, daktari, mimi ni msafi, sina wadudu hao. Umekosea. Mamilioni ya watu wanatembea na vimelea matumboni mwao na hawajui kabisa. Vimelea hivi ni wezi. Wanaiba virutubisho vyako, wanakufanya uwe na uchovu usioisha, wanaweza kusababisha kuhara au kufunga choo na wanaweza hata kusababisha magonjwa makubwa zaidi. Dawa ya kuua vimelea hivi ni ya bei nafuu sana na ni salama. Kawaida ni vidonge 2 tu. Unapokwenda pa daktari wako wakati ujao, mwambie hivi, ningependa kutumia dawa ya minyoo ili kuwa salama. Madaktari wengi watakuandikia dawa hiyo bila shida yoyote. Unaitumia mara moja tu na unalindwa kwa mwaka mzima. Ikiwa una mifugo nyumbani, mbwa, paka au hata kuku na ng'ombe, lazima ufanye hivi. Wanyama wanaweza kupitisha vimelea kwa binadamu kwa urahisi sana. Usiruhusu wadudu hawa wadogo wa kuibia afya yako ya uzeeni. Kabla sijakupa siri ya 4 ambayo ni muhimu sana kwa mtu na umri wa zaidi ya miaka 50, tafadhali chukua sekunde moja kuhakikisha umepiga like kwenye video hii. Hii inasaidia ujumbe huu kuwafikia watu wengi zaidi ambao wanaweza kuwa na hatari ya kupata saratani bila kujua. Asante kwa kukali jamii yetu. Siri namba 4 ni fanya kipimo cha kuchunguza utumbo mpana mara unapotimia miaka 50 au mapema zaidi ikiwa una dalili. Najua, hakuna mtu anayetaka kufanya hivi. Maandalizi yake si mazuri, lazima unywe dawa ya kuharisha na kukaa karibu na choo. Ni aibu, ni usumbufu, lakini sikiliza kwa makini sana. Kipimo hiki kinaokoa maisha. Nimeona kikiokoa maisha ya wagonjwa wengi sana katika miaka yangu ya udaktari. Saratani ya utumbo kawaida haina dalili zozote mwanzoni mpaka inapokuwa imechelewa mno. Unajisikia vizuri, unakula vizuri, lakini ndani kuna tatizo linakuwa. Kipimo hiki kinaweza kugundua saratani wakati bado ni ndogo sana na rahisi kutibika. Kinaweza kugundua vinyama vidogo vinavyoitwa polipu kabla havijageuka kuwa saratani.
na daktari anaweza kuviondoa hapo hapo wakati wa kipimo. Fikiria hilo, unazuia saratani kabla haijaanza. Ikiwa una wasiwasi kuhusu gharama, hapa ndipo unapohitaji kujua haki zako. Mipango mingi ya bima ya afya na hata bima za wazee za serikali katika nchi nyingi hulipia kipimo hiki bila malipo kwa watu wa umri fulani. Ikiwa huna bima, hospitali nyingi zina mipango ya malipo au huduma za hisani kwa wazee. Piga simu ofisi ya uhasibu ya hospitali na uulize kuhusu msaada wa kifedha. Usiruhusu pesa ikuzuie kupata kipimo hiki. Uhai wako una thamani kubwa zaidi kuliko pesa yoyote. Na kama unaogopa maumivu, zungumza na daktari wako. Wanakupa dawa ya kukufanya ulegee na kusinzia. Watu wengi wanasema maandalizi ya kunywa dawa ya kuharisha ni mabaya zaidi kuliko kipimo chenyewe, na hawakumbuki chochote kuhusu kipimo kwa sababu ya dawa ya usingizi. Amka, fanya kipimo na uwe na amani ya moyo kwa miaka 10 ijayo. Hebu niulize swali lingine muhimu. Je, umewahi kufanya kipimo hiki cha utumbo au unaogopa? Nieleze hofu yako kwenye maoni. Naogopa au nimefanya. Hakuna aibu hapa. Tunajifunza pamoja. Na sasa, siri muhimu zaidi kuliko zote. Siri namba 5 ni tunza bakteria wa tumbo lako kila siku moja. Ndani ya utumbo wako una trilioni za bakteria wadogo sana. Hawa sio adui, hawa ni jeshi lako. Bakteria hawa wazuri ni kama walinzi wanaokulinda. Wanakusaidia kusaga chakula, wanapigana na magonjwa, wanatengeneza vitamin kwa ajili ya mwili wako, na hata wanadhibiti hisia zako na nguvu zako. Wakati bakteria hawa wana afya, unajisikia vizuri, unakuwa na nguvu. Lakini wanapokufa, unaugua, unachoka haraka. Huwezi kupigana na maambukizi. Mmeng'enyo wa chakula wako unaacha kufanya kazi vizuri. Na ni nini kinaua hawa walinzi wako? Unapotumia dawa za kuua vijidudu kwa kila kikohozi kidogo, unaua hawa bakteria wazuri. Unapokula vyakula vya ovyo vilivyojaa sukari na mafuta mabaya, unawaua. Wanapokufa, bakteria wabaya wanachukua nafasi yao, na hapo ndipo unapopata magonjwa sugu. Hivyo, unawalishaje hawa bakteria wazuri? Hiki ndicho hasa unapaswa kununua sokoni au dukani. Tafuta mtindi halisi, sio ule uliojaa sukari na rangi za bandia. Mtindi wa asili. Lebo inapaswa kusema una vimelea hai. Kula nusu kikombe kila siku. Unaweza kuongeza matunda yako mwenyewe unapotaka utamu, kama vile vipande vya ndazi au papai. Ikiwa unaweza kupata maziwa mgando ya kienyeji yaliyotengenezwa kwa usafi, hiyo ni bora zaidi. Ni dawa ya asili. Pia unaweza kununua vidonge vya probiotics duka la dawa, lakini chakula ni bora na rahisi zaidi. Kikombe kikogo cha mtindi kinagharimu pesa kidogo sana na kinakupa kinga ya wiki nzima. Lakini haitoshi tu kuweka bakteria hawa tumboni. Lazima walishe. Wanakula nini? Wanakula kitu kinaitwa prebiotics. Haya ni vyakula ambavyo binadamu hawezi kusaga, lakini bakteria wanavipenda sana. Hapa kuna orodha ya vyakula vya bei nafuu ambavyo ni chakula cha kifahari kwa bakteria wako. Ndazi zilizo bado ni mbichi kidogo, zile za kijani. Kadiri zinavyokuwa za kijani, ndivyo zinavyokuwa bora kwa bakteria wako. Tofali na ganda lake. Usimenyi tofali, ganda lina virutubisho muhimu. Uji wa shayiri, kula kila asubuhi. Vitunguu maji na vitunguu saumu. Ongeza hivi kwenye kila chakula unachopika. Ni bei nafuu na vina nguvu ya ajabu kuponya. Maharage ya aina yoyote. Maharage meupe, dengu, choroko. Hizi ni superfood kwa utumbo wako. Mkate wa ngano nzima au wali wa brown badala ya wali mweupe. Vyakula hivi rahisi havigharimu karibu chochote na vinafanya bakteria wako wazuri kuwa na nguvu na afya. Wakati bakteria wa tumbo lako wana afya, kila kitu kingine kinakuwa bora. Nguvu zako zinaongezeka, hisia zako zinaboreka, unaugua mara chache sana. Choo chako kinatoka laini bila shida. Ni kama uchawi, lakini ni sayansi tupu. Hiki ndicho ninachotaka ufanye kuanzia leo, na hii ni amri ya daktari. Kila wakati unapoenda haja kubwa, angalia kabla ya kusafisha. Kwa sekunde 5 tu. Weka daftari ndogo bafuni mwako au chooni. Andika tarehe na ulichokiona. Je, ni rangi ya kawi? Je, ni laini na imeumbika? Je, ilitoka kwa urahisi? Hii inachukua sekunde 10 tu, lakini inakupa rekodi ya maisha yako. Ikiwa kitu kitabadilika, unaweza kumwonyesha daktari wako daftari yako. Watakuchukulia kwa uzito mkubwa zaidi wakati una rekodi zilizoandikwa. Hili ni jambo ninalopendekeza kwa wagonjwa wangu wote. Jiulize maswali haya kila siku. Je, ni kawi?
Je, ni laini kama soseji? Je, inatoka kwa urahisi bila kulazimisha? Je, ninaenda choo angalau kila siku nyingine? Ikiwa jibu ni ndio kwa haya yote, labda uko salama. Endelea kufanya unachofanya. Lakini ukiona zile ishara za hatari tulizozungumzia mwanzoni, chukua hatua mara moja. Kinesi cheusi kama lami, nenda hospitali sasa hivi. Damu nyekundu inayong'aa zaidi ya mara 2, mpigie daktari siku hiyo hiyo. Kinesi chembamba kama penseli zaidi ya mara 2 kwa wiki, mpigie daktari ndani ya siku chache. Huwezi kupata choo kwa zaidi ya wiki 2, piga simu. Kuhararaha kwa zaidi ya wiki 4, piga simu. Mabadiliko yoyote ya ghafla yanayodumu zaidi ya wiki 1, mwambie daktari wako. Usiogope na usione aibu. Madaktari wanazungumza kuhusu kinesi siku nzima. Ni kazi yetu, tunahitaji kujua. Na hapa kuna jambo lingine muhimu sana. Unapopiga simu ofisini kwa daktari, unaweza kuongea na muuguzi au mpokezi kwanza. Ikiwa watajaribu kukupangia miadi mbali sana katika siku zijazo na una wasiwasi, sema maneno haya haswa: nina dalili za bendera nyekundu, nahitaji kuonwa mapema zaidi. Maneno hayo, dalili za bendera nyekundu, ni lugha ya kimatibabu inayopata umakini. Watasogeza miadi yako karibu zaidi. Mwili wako unazungumza nawe kila siku kupitia haja kubwa unayoenda. Swali ni, je, unasikiliza? Usiwe kama watu wengi wanaopuuza ishara za onyo. Usisubiri mpaka iwe kuchelewa mno. Unayo nguvu ya kugundua matatizo mapema wakati ni rahisi kurekebisha. Anza kuzingatia leo. Chapisha ile chati ya kinesi au ichore tu kwenye karatasi. Weka lile daftari chooni. Ongeza mtindi na ndazi kwenye orodha yako ya ununuzi. Tembea kwa dakika 10 baada ya kiamsha kinywa. Piga simu daktari wako na upange kile kipimo cha utumbo ikiwa bado hujafanya. Vitendo hivi rahisi vinaweza kuongeza miaka mingi kwenye maisha yako. Familia yako inakuhitaji. Wajukuu zako wanakuhitaji. Unastahili kujisikia vizuri na kubaki na afya njema uzeeni. Tafadhali, kuanzia sasa hivi, zingatia kile mwili wako unachokuambia. Maisha yako yanaweza kutegemea hilo. Na hapa kuna jambo la kuzingatia sana. Usikubali kuambiwa, njoo mwezi ujao, wakati unajua ndani ya moyo wako kuna tatizo. Wewe ndiye unayemfahamu mwili wako kuliko mtu yeyote. Daktari anakuona kwa dakika 12 tu, lakini wewe unaishi na mwili huo masaa 24 kila siku. Ikiwa unahisi kitu si sawa, paza sauti. Usiogope kuonekana msumbufu. Ni bora kuwa msumbufu na kuwa hai kuliko kuwa kimya na kupata madhara makubwa. Afya yako ni jukumu lako la kwanza. Watoto wako wana shughuli zao, wajukuu zako wako shuleni. Ni wewe pekee unayeweza kusimama dikidiki na kusema, hapana, nahitaji kuchunguzwa sasa. Fikiria hili kwa umakini. Unapochukua hatua hizi ndogo leo, haufanyi hivyo kwa ajili yako tu, unafanya hivyo kwa ajili ya mfuko wako pia. Hebu tuwe wa kweli. Matibabu ya saratani iliyogundulika imechelewa inagharimu milioni ya pesa. Inaweza kulazimisha familia kuuza shamba, kuuza ng'ombe au kuingia katika madeni makubwa yasiyolipika. Gharama ya upasuaji mkubwa inaweza kufilisika ukoo nzima. Lakini kingani ni bei ya ndizi chache, kutembea bura barabarani na kuangalia choo chako. Ni nini bora? Kutumia pesa kidogo sasa kwa vyakula sahihi au kutumia utajiri wote baadaye kujaribu kununua uhai ambao tayari unapotea? Jibu ni wazi. Nataka ufume macho yako kwa sekunde moja. Fikiria miaka 5 ijayo. Unajiona wapi? Je, unajiona ukiwa umelala kitandani, ukitegemea watoto wako kukusaidia kwenda haja, ukiugulia maumivu na kumeza dawa 10 kwa siku? Au unajiona ukiwa imara, ukicheza na wajukuu zako chini ya mti, ukitembea shambani kwako kukagua mazao na kufurahia uzee wako bila maumivu? Picha unayoichagua inategemea maamuzi unayofanya leo. Kila unapoenda chooni na kuangalia, unachagua picha ya pili. Kila unapokula mboga za majani badala ya biskuti, unachagua kuwa imara. Hebu nikuulize swali la mwisho la kudadisi. Kati ya siri hizi 5 nilizokupa, kutembea, chakula, kuua minyoo, kipimo cha utumbo na bakteria wazuri, ni ipi unaona ni ngumu zaidi kwako kuanza nayo? Au ni ipi utaanza nayo leo? Tafadhali niandikie kwenye maoni. Nitaanza kutembea au nitaanza kula mboga? Nataka kuona jeshi la wazee wanaoamua kubadilisha maisha yao sasa hivi. Kumbuka, mabadiliko hayaji kwa siku moja. Usijilaumu ikiwa umekuwa ukikosea kwa miaka mingi. Huko nyuma hatukujua, lakini sasa unajua. Na kwa sababu unajua, unawajibika. Anza polepole.
Labda wiki hii utaanza tu kwa kunywa maji mengi na kuangalia kinyesi chako. Wiki ijayo utaongeza kutembea. Wiki inayofuata utapunguza sukari. Baada ya mwezi mmoja utashangaa jinsi unavyojisikia mwepesi. Utashangaa jinsi ambavyo gesi tumboni imepungua, jinsi ambavyo kulala inakuwa rahisi na jinsi ambavyo nguvu zako za ujana zinaanza kurudi kidogo kidogo. Hii siyo hadithi ya kutunga. Hii ni sayansi ya mwili wako. Utumbo wako ndiyo moyo wa pili wa mwili wako. Ukiutunza tumbo lako, nalo litakutunza wewe. Usipuuze ile daftari niliyokuambia uweke bafuni. Hata kama unaiona ni ujinga, fanya hivyo kwa mwezi mmoja tu. Ikiwa utaona damu au kinyesi cheusi au kubadilika kwa ghafla la choo chako, utakuwa na ushahidi wa kumpelekea daktari. Hiyo daftari inaweza kuwa tiketi yako ya kuishi maisha marefu. Na tafadhali, shirikisha ujumbe huu na wengine. Najua kuna marafiki zako, ndugu zako au majirani ambao wanateseka kimya kimya na matatizo ya tumbo, lakini wanaona aibu kusema. Wanafikiri ni uzee tu. Wanafikiri ni kawaida kuumwa tumbo kila siku. Watumie video hii. Waambie watazame. Unaweza kuwa sababu ya mtu mwingine kugundua saratani mapema na kupona. Hakuna zawadi kubwa zaidi unayoweza kumpa rafiki kuliko zawadi ya afya. Kabla hatujamaliza, nataka nisisitize jambo moja ambalo watu wengi husahau. Maji. Maji ni uhai wa utumbo wako. Ikiwa unakula nyizi nyingi kama nilivyokushauri, mboga, matunda, dona, lakini hunywi maji ya kutosha, utapata choo kigumu zaidi. Nyizi zinahitaji maji ili kuvimba na kusonga kwa urahisi. Hivyo, kila unapokula, hakikisha unakunywa glasi kubwa ya maji. Fanya iwe sheria. Hakuna chakula bila maji. Hii ni rahisi, hugharimu pesa na inafanya kazi haraka sana. Nimekuambia ukweli wote leo. Nimekuonyesha hatari na nimekuonyesha suluhisho. Sasa mpira uko kwako. Usiwe kama wale wanaopuuza na kusema, nitafanya kesho. Kesho inaweza kuwa kilewa. Anza leo. Mwili wako ni hekalu na unastahili kuutunza kwa heshima zote. Hata kama una miaka 60, 70 au 80, bado hujachelewa kuboresha hali yako. Mwili wa binadamu una uwezo wa ajabu wa kujiponya wenyewe ikiwa utaupa vitu sahihi. Ukiupa chakula sahihi, haraka na kusikiliza ishara zake, utakushangaza. Ikiwa bado hujabonyeza subscribe, fanya hivyo sasa hivi. Tunajenga familia ya watu wanaojali afya zao hapa. Na sitaki upitwe na somo la wiki ijayo ambalo linaweza kuwa muhimu vile vile. Weka alama ya like kama ishara ya kwamba umepokea ujumbe huu na uko tayari kuutanyia kazi. Mwisho kabisa, nataka nikuache na neno hili la matumaini. Saratani ya utumbo inatibika kabisa ikigundulika mapema. Matatizo mengi ya tumbo yanarekebishika kabisa kwa kubadili chakula. Huna haja ya kuishi kwa hofu. Una nguvu mikononi mwako. Tumia nguvu hiyo. Angalia choo chako, kula vizuri, tembea na ufurahie maisha ambayo Mungu amekupa. Wewe ni wa thamani na familia yako inakupenda. Usiwaache mapema kwa sababu ya uzembe wa kutochunguza afya yako. Asante sana kwa kunisikiliza kwa makini. Hii ni elimu kwa ajili ya maisha yako. Nenda kafanye mabadiliko, nenda kawe na afya na nenda kaishi kwa furaha.